Kwa ni kazi kubwa kutoa elimu kwa wananchi, kujua nini maana ya uwekezaji. Kwa mpaka tumefika leo hii, kuna kazi kubwa sana imefanyika kama viongozi, kuwashawishi na kuelimisha jamii kwamba jamani, tuchimbe, turuhusu kampuni ifanye kazi. Hii ni kwa manufaa yetu, na sasa nafikiri matokeo tumeyaona. Kiwanda hiki kwa sasa kina uwezo wa kuchenjua takriban tani 31,200 ya mashapo ya shaba kwa mwezi, ambapo tani 27,200 zinatokana katika mgodi wetu na tani 4,000 zinanunuliwa kutoka kwa wachimbaji wadogo nchini. Hii ni sehemu ya mkakati wa kuunga mkono juhudi za serikali na kuwezesha wachimbaji wadogo kwa kuwapatia soko la uhakika la madini ya metali, yani base metal. Swala la madini ni msisitizo wa serikali yetu kwamba tutachimba kwa namna ambayo haitaharibu mazingira kwa wananchi waliopo kwenye maeneo hayo. Lakini hatukatazi wajasiriamali wadogo kujitafutia, lakini tunapompata mchimbaji mkubwa, kwanza tuhakikishia na uwezo, mbili atuhakikishie kwamba atakwenda kuprocess angalau kwa 90% ndani ya nchi, tatu kwamba atakubali kuajiri wenyeji kwa kiasi zaidi ya 90% ukiondoa wataalamu, lakini nne kukubaliana na masharti ya kulipa mrahaba na ushuru kwenye halmashauri mgodi ulipo. Leo tuna mgodi huu, tunakabiliwa na changamoto moja kubwa sana ya watoto wadogo wenye umri wa kwenda shule ya msingi na sekondari wanaacha shule kuja mgodini. Naomba sana, simamieni watoto wetu wasiende migodini wakiwa na umri wa kwenda shule. Wao ni kusoma na kula na kulala, wanakulelewa vizuri. Mgodini huku mpaka ufike umri, baada ya kumaliza shule ndio utakuja. Kwa sasa tunahitaji kuwatunza watoto wetu wasiingie kwenye majaribu ambayo si umri wao. Fursa kwa sababu imejitokeza, vijana wapate ajira ili kuondokana na makundi mabaya ya uvutaji wa bangi, ubakaji. Kipekee sisi tunashukuru sana kuanzishwa kwa kiwanda hiki kwa ajili ya kuchakata madini ya shaba. Sisi tunaamini kwamba tutapata kodi za kutosha, lakini tutapata ajira, lakini taifa letu litaendelea